tu. Ukienda kwa vijana wanazungumzia maisha, wazee wanazungumzia maisha, watoto nao wanazungumzia maisha. Kwa hiyo tukaona maisha ni mpango wa Mungu, tukaona namna gani maisha ni zawadi kutoka kwa Mungu, tukaona namna gani maisha yalivyo uchaguzi zaidi, tukaona maisha ni mtazamo, na tukaona pia maisha ni fursa ya kutenda mema, ya kwamba mimi niko hapa kwa ajili ya Bwana ameniweka kuhakikisha kwamba natenda mema, na bado ninayo fursa ya kushinda ubaya kwa mema. Kwa hiyo tukaona vitu kama hivyo. Nadhani leo pia tuangalie vitu kama viwili ambavyo tutaviangalia na hatimaye tutaenda, kabla tujaenda kuviangalia vitu vya leo juu ya maisha, tuweze kuomba. Baba wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kutupatia fursa tena ya pekee jioni ya leo. Mimi na wana na binti zako tuko miguuni pako. Tunahitaji kwenda kujikumbusha vitu vichache juu ya maisha haya tunayoishi. Zaidi ya yote tusaidie Roho wako Mtakatifu akatuongoze. Ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Leo tuangalie maisha kwa mtazamo wa kumjua Mungu na kumtumikia Mungu kama kijana. Maisha ni nafasi ya kumjua Mungu na kumtumikia Mungu mapema. Mimi kama kijana, wewe kama kijana, tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba tunatumia fursa ya maisha Bwana aliyotupatia kumtumikia Mungu mapema. Ndio wakati wetu huu, tukiongozwa na ile fungu la Mhubiri 12 fungu la kwanza, anasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Kumbe kwa maana hiyo basi, fungu hili linatukumbusha ya kwamba siku za ujana wetu ndio siku za kumkumbuka kuwa na uwezo ana siku zetu za kuenjoy na kujiunga katika Google Meeting na kushare habari mbalimbali vimeshapita, na hivyo tutatamani kutenda lakini hatutaweza. Tutatamani kuimba nyimbo katika mikutano hii ya Google Meeting, hatutakuwa na uwezo tena, hatutakuwa na furaha tena. Nitatamani kuhubiri kwa vijana wenzangu, kuwakumbusha habari hizi za maisha, lakini sitakuwa na uwezo, kwa maana siku zangu zitakuwa zimepita zenye nguvu. Na hivyo anasema mimi sina furaha katika hiyo. Maisha bila Mungu ni ubatili. Tunajifunza mambo gani katika fungu hilo? Jambo la kwanza ni hili, ya kwamba ikiwa ndiyo hivyo, kumbe maisha yangu kama kijana bila Mungu yanabaki kuwa ubatili. Tunaposema ubatili ni kwamba maisha yanakuwa meaningless, yanakuwa yana maana tena ikiwa sitamtumikia Mungu kikamilifu nikiwa kama kijana. Lakini jambo la pili tunalojifunza ni kwamba ujana ni muda wa kuweka msingi wa kiroho, msingi wa maisha. Wewe kama kijana, mimi kama kijana, ambavyo umri wetu tulio nao sasa hivi ndio wakati wetu wa kuweka msingi wa kiroho, ndio wakati wetu wa kuweka msingi wa maisha. Msingi wetu unawekwa kuanzia sasa, hatutakuwa na muda mwingine. Tukiharibu kujenga msingi, tumeharibu kujenga boma la maisha yetu. Na msingi unapojengwa vibaya, ina maana hata boma kuja kuwekwa vibaya, kwa maana msingi ndio unabeba nyumba. Kwa hiyo msingi wetu wa ujana unabeba maisha yetu ambayo Bwana ametupatia. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia jambo lingine tunalolipata katika kitabu cha Mhubiri 12 fungu la kwanza, linalotukumbusha kumtumikia Bwana siku za ujana wetu, ni kwamba ni wito wa kurudi kwa Mungu mapema kabla ya uzee. Yaani kabla ya uzee, kabla ya miaka yangu kuwa mingi, ni wito wa kurudi kwa Mungu mapema. Ikiwa nimemwacha Bwana siku zangu za ujana, huenda nimetembea peke yangu, huenda nipo ndani ya kanisa, lakini bado sitendi sawasawa na mapenzi ya Bwana. Ni wito wa kurudi kwa Mungu mapema kabla ya uzee. Usisubiri hadi uzeeke ndipo umrudie Bwana. Maamuzi ya leo
yanaamua kesho yako. Yaani kile ninachoamua leo, ikiwa ni chema, kinaamua mema ya kesho yangu. Ikiwa nitaamua mabaya leo, nikaamua kuwa mwasherati, kaamua kuwa mzinzi, yanaamua maisha yangu huko mbeleni yatakuwa mabaya, kwa maana nitaenda kufa vibaya katika dhambi. Lakini leo nikiamua kumtafuta Bwana, maisha yangu ya kesho ninayajenga kufa katika tumaini, ninayajenga kuishi katika tumaini, nikimsubiri Yesu anaporudi mara ya pili. Tunajifunza nini basi? Nikielewa hivyo, jambo la kufanya ni hili: tabia hujengwa mapema. Tabia inajengwa mapema. Usingoje mpaka uzeeke kumtafuta Mungu. Usingoje mpaka uolewe ndio umtafute Bwana, utakuwa umechelewa. Huu ndio wakati wa kumtafuta Bwana mapema. Usingoje umalize masomo ndipo muweze kumtafuta Bwana, utakuwa umechelewa. Huu ndio wakati ambapo tunahitaji kumtafuta Bwana. Usingoje upate mali kumtafuta Bwana, utakuwa umechelewa. Kijana mwenzangu unayenisikiliza, kiongozi mwenzangu unayenisikiliza, usingoje upate mali kwamba ngoja nitafute sasamba, nitafute kwanza hela ndipo nije nimtumikie Bwana. Utakuwa umechelewa, kwa maana huwezi jua wakati upo katika harakati za kutafuta hela, bado maisha yako kumbuka ya kwamba ni mafupi. Kwa hiyo ni wakati wa kujitoa. Usingoje afe mtu fulani katika maisha yako ndipo uweze kumtafuta Bwana, utakuwa umechelewa. Usingoje upatwe na magonjwa ya ajabu yasiyotibika ndipo ukumbuke kumrudia Bwana, utakuwa umekwisha kuchelewa. Kwa hiyo wakati wetu wa kumrudia Bwana ni sasa, kama vijana, kabla zijaja siku zilizo mbaya ambapo tutatamani kumtafuta Bwana lakini hatawezekana. Usingoje uwe maskini ndipo uweze kumtafuta Bwana, utakuwa umechelewa. Usingoje ujipate kimaisha ndipo uje kwa Bwana, wakati wako utakuwa umechelewa. Maisha hayatoshi. Kijana mwenzangu unayenisikiliza wakati huu na wasaa kama huu, napenda nikujulisha habari njema ya kwamba maisha haya aliyotupatia Bwana hayatoshi. Bado ninaweza nikayatafuta, hata nikiyatafuta masaa 24 bado sasamba haziwezi zikanitosha. Hata nikitafuta siwezi nikapati muda wa kupumzika, hata nikaivunja sabato ya Bwana, niko bize na kutafuta sasamba, bado maisha yawezi yakatosha. Utayatafuta, utakufa, utayaacha, watu wataendelea kuyatafuta mpaka Yesu Kristo anakuja, bado tunatafuta maisha. Kwa hiyo maisha yatoshi. Nini cha kufanya? Cha kufanya ni kumkumbuka Mungu wetu siku za ujana wetu. Tunapotafuta maisha, tukumbuke kumtafuta Bwana kwa bidii, kwa maana tukimtafuta Bwana kwanza, yeye atatupatia njia sahihi za kutafuta maisha. Mtafute Bwana maadamu anapatikana. Mkumbuke Bwana ukiwa bado una nguvu. Tumia nguvu zako za ujana na kusudi la Mungu. Tambua kuwa raha za dunia hazitoshelezi. Leo kama vijana tunaona vijana wamezama katika raha za dunia, vijana wamezama katika uzinzi, vijana wamezama katika uasherati, vijana leo wamezama katika mitindo, kuiga mitindo ya kidunia hii. Napenda nikukumbushe jioni ya leo ya kwamba raha za dunia hazitoshelezi. Utakufa vibaya na utaziacha. Ni heri umtafute Bwana ili uje uenjoy raha za mbinguni za milele. Bwana Yesu asifiwe. Maisha huharibika, lakini pia yanaweza kujengwa mapema. Huenda tukawa hapa tumeshaharibu maisha yetu, lakini tukumbuke ya kwamba bado tunao nafasi ya kuyajenga maisha yetu. Ukweli mzito ni huu: ukimpoteza Mungu ukiwa kijana, ni rahisi kupoteza maisha yote na dira ya maisha yako kutokuwa na maana. Ukiamua kumpoteza Mungu ukiwa kijana, umepoteza dira ya maisha yako. Jambo lingine katika maisha tunayoishi na kutambua kama kijana ni ya kwamba maisha haya tunayoishi ni safari ya mbinguni. Mama Ellen G. White anasema hii ni safari ya mbinguni, ni maandalizi kwa ajili ya kuishi maisha ya mbinguni. Soma kitabu cha Wafilipi 3:20 anasema
wenyeji wetu huko mbinguni. Kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo atakaye kubadili mwili wetu, atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upata kufanana na mwili wake na utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Hiyo ndio neno la Wafilipi na hiyo ya kwamba huko nje na kusudi ya Bwana. Ukiona unaishi maisha haya haujiandai kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, jua ya kwamba misheni yako iko mbali na misheni ya Bwana. Jua ya kwamba kusudi lako liko mbali na kusudi la Bwana. Maisha tunaishi kama wasafiri wa kwenda mbinguni, kwamba dunia si nyumbani kwetu, nyumbani kwetu ni mbinguni. Maisha ya duniani ni ya muda tu. Usishikilie sana vitu vya dunia hii, kwa maana havitakupeleka popote. Shikilia sana vitu vya mbinguni, kwa maana vinakupa uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Ishi kwa mtazamo wa milele, usiishi kwa mtazamo wa dunia hii. Usiishi kwa mtazamo kana kwamba umekuja kudumu katika dunia hii. Tunapaswa kama vijana kuishi kwa mtazamo wa milele. Sisi ni wasafiri wa kwenda kwa Bwana. Lazima maisha yetu yaonyeshe ya kwamba mimi ni msafiri, wewe ni msafiri, yule pale ni msafiri. Watu wanapotuona watushuhudie ya kwamba kwa kweli hawa ni wasafiri wa kwenda mbinguni. Vijana wenzangu, nawatia moyo jioni ya leo ya kwamba tunapaswa kuishi kama wasafiri. Tuzingatie haya. Usishikilie sana vitu vya dunia hii. Ikiwa unahitaji kuishi kama msafiri, hatupaswi kushikilia sana vitu vya dunia hii, mitindo mbalimbali ya kuiga kwa watu, kwa wenyeji wa dunia hii. Hivyo sio vitu vyetu. Sisi tunapaswa tuige mambo ya mbinguni, kwa maana wenyeji wetu huko mbinguni. Sisi si wenyeji wa dunia hii, sisi ni wageni wa dunia hii. Tunapaswa kuishi kama wageni. Mgeni anapoenda sehemu anaishi kwa tahadhari, maana ni mgeni, hajui mazingira. Anajua ya kwamba huku niko ugenini, nyumbani nimepaacha mbali. Kwa hiyo anaishi akiwa na tahadhari. Hatuwezi tukaishi kama wenyeji wa dunia hii. Tunapaswa kuishi kama wageni wa dunia hii. Jambo lingine ni kwamba Wakristo tunapaswa tutambue ya kwamba tuna utambulisho wetu wa mbinguni. Wakristo utambulisho wao ni mbinguni. Kama mimi msafiri, utambulisho wangu uko mbinguni. Tambua wewe ni mgeni wa dunia hii. Ishi kama mgeni wa dunia hii. Kula na kunywa kama mgeni wa dunia hii. Usile tu kana kwamba unafuata mkumbo. Usifate mfumo wa dunia hii. Hata ulaji wako uoneshe ya kwamba kwa kweli mimi ni mgeni wa dunia hii. Usiende tu kala hata vitu ambavyo havijaruhusiwa kula. Kula vitu vinavyokuonesha ya kwamba wewe ni mgeni wa dunia hii. Hauwezi ukala tu kila chochote unachokiona. Ni lazima ukiwa mgeni uulize ya kwamba hiki nini, hiki kinaliwa, hiki kinafaa kunywewa, hiki kinafaa kufanyaje. Na wapi tunauliza? Biblia iko wazi, inatukumbusha mambo haya ya kula na kunywa. Tunapaswa kulaje, tunapaswa kunywaje kama wageni wa dunia hii. Vaa na kuonekana kama mgeni wa dunia hii. Usivae tu ili mradi kwa sababu umeona rafiki yako anavaa vibaya na wewe unaamua kuvaa vibaya. Unafata mfumo. Kijana mwenzangu, hatupaswi kufata mfumo. Uvaaji wetu unapaswa uoneshe ya kwamba hakika sisi ni wageni wa dunia hii. Wenyeji wetu huko mbinguni. Shiriki matukio ya kijamii kama mgeni wa dunia hii. Hatukatai kushiriki matukio ya kijamii, lakini unapoenda kushiriki kama kijana, uoneshe utofauti wako wewe kama mgeni wa dunia hii na mwenyeji wa dunia hii. Anapokuona mtu ajue ya kwamba kwa kweli huyu ni mgeni wa dunia hii, kwa kweli huyu ni mwenyeji wa mbinguni. Kwa hiyo uvaaji wetu unapaswa uwe wa viwango vya Ukristo. Familia yako iwe kituo cha kulea na kuwafanya watu kuwa wageni wa dunia hii.
familia zetu ziwe kituo cha kuwafanya watu kuwa wageni wa dunia hii. Kuna faida nyingi za kuishi kama mgeni wa dunia hii. Miongoni ni kuwa mwenyeji wa mbinguni. Swali, ni wangapi wanahitaji kuwa wenyeji wa dunia hii? Ni wangapi wanahitaji kuwa wageni wa dunia hii ili wapate wenyeji wao mbinguni? Kumbe unapoamua kuwa mgeni wa dunia hii, wewe unaamua kuwa na wenyeji wako mbinguni. Tambua kuwa maisha ya kweli yako kwa Mungu, si duniani. Na ili uweze kuishi maisha kama mgeni wa dunia hii, jambo la kwanza ni lazima utambue kama kijana ya kwamba maisha ya kweli yako kwa Mungu na si hapa duniani. Jambo la pili unapopaswa kutambua kama kijana kwamba mimi ni mwenyeji wa mbinguni, tunajiandaa kwa uzima wa milele kupitia hii dunia. Kumbe hii dunia ni kama uwanja wa maandalizi. Najiandaa kwa ajili ya wenyeji wangu kule mbinguni. Kwamba hii dunia iko kwa ajili ya kuniimarisha, kwamba ninapopiga hatua nipige hatua nikiwa kama mgeni wa dunia hii. Jioni ya leo tunapohitaji kwenda kwenye maombi, vijana wenzangu na viongozi wenzangu, niwachie tu moyo ya kwamba tunapaswa kuishi maisha tukiwa kama wasafiri wa mbinguni. Tunapaswa kuishi maisha tukiwa kama vijana ambao tunatumia fursa ya kumjua Mungu mapema katika maisha yetu. Jioni ya leo tunapoenda kwenye maombi, kusudia kuishi maisha yanayoonesha ya kwamba wewe ni msafiri wa kwenda mbinguni. Kusudia kuishi maisha yanayoonesha ya kwamba wewe ni kijana unayemtafuta Mungu mapema. Usisubiri mpaka upande cheo kumtafuta Bwana. Usisubiri mpaka uzeeke kumtafuta Bwana. Fursa yetu ya kumtafuta Bwana ni sasa. Usisubiri hadi uwe kiongozi kumtafuta Bwana. Usisubiri mpaka ukose wachumba ndio ukumbuke kumtafuta Bwana. Usisubiri mpaka upate mali nyingi ndio ukumbuke kumtafuta Bwana. Mtafute Bwana uwezo wako ulio nao, nguvu zako ulizo nazo, namna ulivyo, kumbuka kumtafuta Bwana. Jioni ya leo ujumbe wa pekee ni kwamba tumaini lenye baraka likawake katika maisha yetu, likafufue nguvu za ujana wetu. Ikiwa tumepoteza nguvu zetu kwa mambo yasiyoeleweka, tumaini lenye baraka lifufue nguvu hizo. Tumaini lenye baraka pia lituamshe tena kuishi kama wenyeji wa mbinguni. Kama tumeishi kama wenyeji wa dunia hii, tumaini lenye baraka jioni ya leo likumbushe ya kwamba tunapaswa kuishi kama wageni wa dunia hii. Bwana awabariki. Tunaenda kwenye maombi. Nikaribishe kiongozi ambaye anasimamia taratibu wa maombi ili aweze kuwakaribisha watu. Tumimine roho zetu kwa Bwana, tukimkumbusha tukikumbushana na kuomba kwa Bwana atusaidie tumtafute Mungu mapema. Tukimkumbusha Bwana atusaidie kwa ajili ya kuishi kama wageni wa dunia hii. Bwana anasema katika kitabu cha Isaya kwamba anayafahamu maombi yetu, lakini tunapaswa kumkumbusha, tuojiane naye atupe kile ambacho ni haki yetu. Karibu kiongozi kwa ajili ya maombi. Kiongozi, karibu usimamie maombi.